sana katika nyumba ya Bwana. Kwa hivyo ni vizuri kushuhudia ya kwamba Bwana Mungu ametuwezesha. Kwa wenzetu ambao pengine kwa sababu moja ama ingine wanatufuata online, tunawashukuru sana kwa kutufuata. Najua wengine wamezuiliwa kwa mambo sababu tofauti kuweza kuja in person. Ya kwamba umechagua kutufuata online, tunalichagua kuwa jambo la baraka, na asante kwa sababu ya kuchagua kutufuata online. Karibu sana na Bwana Mungu akubariki. Kwa wale wenzetu ambao pengine wajisikii vizuri, wako kule manyumbani, tuwaombea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Na mengine yale ambayo yamezuia watu wa Mungu kuja katika nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Tumekuwa na mada kuu mwaka huu ya kuzungumzia kuhusu swala la kupenda Mungu na kupenda binadamu. Siku ya leo ningependa kuzungumzia swala la kupendwa na Mungu, jinsi ambavyo Mungu anatupenda hata angalau tunapitia katika dhiki. Bwana asifiwe sana. Mwambie mwenzako, muulize mwenzako, je, unapitia katika dhiki? Unapitia katika majaribu? Mwambie hata angalau, hata kama unapitia kwa dhiki, Mungu bado anakupenda. Bwana asifiwe sana. Mungu bado anakupenda. Hata unapopitia katika dhiki, Mungu bado anakupenda. Inakuwa ni swala moja ambalo linakuwa majaribu inakuwa juu sana wakati ambapo tunapitia katika dhiki, kufikiria kwamba Mungu hatupendi. Inakuwa majaribu ile kubwa zaidi wakati ambapo tunapitia katika dhiki, ni kufikiria ya kwamba Mungu hatupendi tena, ya kwamba Mungu ametusahau, Mungu hatufikirii. Lakini ningependa siku ya leo kuleta hii mada kuu ya kwamba hata angalau unaweza kuwa unapitia katika dhiki, bado Mungu anakupenda. Na ningependa kutumia kusoma somo la ambalo tunalijua, hadithi ambayo iko katika Yohana mlango wa 10. Yohana mlango wa 10 ambayo inahusu mzee mmoja, baba mmoja alikuwa anaitwa Lazaro na dada zake wawili, Martha na Mariamu. Na ni hadithi ndefu, kwa sababu ya wakati wetu sitaweza kuisoma yote, lakini nitasoma vifungu kadhaa. Lakini ninapoeleza najua nitaweza kuguzia mengine ambayo pengine sitakuwa nimesoma. Na nitasoma Yohana 11 kutoka mstari wa kwanza. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi ama alikuwa mgonjwa, ambaye anaitwa Lazaro, wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana maharamu, akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa mgonjwa. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye ni mgonjwa ama hawezi. Sijui kwa nini Biblia inasema hawezi hapa. Nafikiri ni Kiswahili kile cha Tanzania, sijui ni kipi hiki. Amesema hawezi, but the translation there means ya kwamba ni mgonjwa. Hajiwezi, yeye ni mgonjwa. Naye Yesu, mstari wa 4, aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, ama aliposikia ya kwamba Lazaro ni mgonjwa, alikaa bado siku 2 pale alipokuwapo. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudini tena. Wacha niruke hapo niende mstari wa 17. Basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Alafu mstari wa 21, basi Martha akamwambia Yesu, Bwana,
kama ungalikuwako hapa, ndugu yangu hangalikufa. Mstari wa 32, basi Mariamu alipofika pale alikuwapo Yesu, na kumwona alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungalikuwako hapa, ndugu yangu hangalikufa. Mstari wa 36 anasema, basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bwana asifiwe. Kuna mengi ambayo tunaweza kusema hapo, lakini mojawapo ya mambo ya muhimu sana kuangazia hapa ni kwamba kwanza Yesu alimpenda Lazaro. Bwana asifiwe sana. Yesu alimpenda Lazaro. Hilo limerudiwa angalau mara 2 katika kifungu hiki. Kwanza wakati ambapo walitumana madada zake Mariamu na Martha walipotumana kwenda kumwita Yesu aje aweze kumwombea ndugu yao ambaye alikuwa amegojeka, wanatuma ujumbe ya kwamba yule unayempenda ni mgonjwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni dhahiri ya kwamba upendo katikati ya Lazaro na Yesu ulikuwa wazi ya kwamba walikuwa wanapendana. Ukweli ni kwamba Lazaro alikuwa mtu wa mdani sana kwa Yesu. Mdani sana kwa Yesu. Yesu mwenyewe mzaliwa wa Nazareti, ambaye aliishi sana sana maeneo ya Nazareti, kule Galilaya, ambako it's one of the other districts of Israel, ambayo ni tofauti na mahali Bethania ilikuwa. Bethania ilikuwa katika Yuda karibu na Yerusalemu, na Yesu Kristo alikuwa anaitwa Galilean, kwa maana alikuwa in another district of Galilee, na ilikuwa Galilee ilikuwa mbali kidogo na Yerusalemu, kwa sababu kama unajua geografia ya Israeli, Israel looks just like an oval, na the upper part ndio Galilee, the lower part ni Judea, na the middle part ndio Samaria. So Yesu hakujua watu wengi sana kule Judea. It's like now if you compare the one end of Kenya and the other end, ni kama watu wa mlimani na watu wa kule western kabisa, mwisho kabisa kule mwisho kabisa, huko ndiko Bethania, na mwisho pande nyingine ndi kule Yesu Kristo alikuwa amezaliwa. Kwa hivyo Yesu hakuwa anajua watu wengi sana, hakuwa na undani na watu wengi sana kule Yerusalemu, hata kama alikuwa anaenda kule na mwishowe alisulubishwa huko, lakini yeye sana sana, the Bible says he was called a Nazarene, na kwa maana huko ndiko aliishi, huko ndiko alihubiri mara nyingi, na huko ndio alikuwa na wandani wake. Hawa kina Petero na wengine walikuwa wanaitwa Wagalili, na walikuwa wanaongea wakishrabu Kigalili, na ndio sababu walisema even you are a Galilean, kwa sababu walijulikana vile walikuwa naongea from the very northern part of Israel. So Yesu Kristo kujua Lazaro, ilikuwa a very very special relationship he had with Lazarus. Wakati ako Yerusalemu at the priest, it's only 2 miles away from Bethany. Wakati ako Yerusalemu akifanya akiingia kwa hekalu, kwa maana hekalu ilikuwa kule Yerusalemu, kwa kule Bethania kwa kina Lazaro, hapo ndipo Yesu Kristo alikuwa anaenda, na alikuwa amezoea kwenda pale mpaka madada zake Martha na Mariamu. Hata tumesoma stories zingine ambazo Yesu Kristo alikuwa anaenda pale, Martha anaenda kupika, Mariamu naye anaketi kwa miguu yake. Ni tabia ambayo Yesu Kristo alikuwa amezoea, maana alikuwa amepokelewa vizuri katika ile mboma. So ningependa kwanza niseme ya kwamba Yesu na Lazaro walikuwa marafiki, na walikuwa wanapendana, na ndiposa Biblia inasema yule ambaye unampenda ni mgonjwa. Bwana asifiwe sana. Na pia hata Wayahudi walijua, na hata baadaye wakati Yesu Kristo anakuja anapata wanalia, na yeye pia analia, wanasema tazama jinsi alivyompenda. Kwa hivyo sio swali, it's not
whether Jesus loved Lazarus or not is not the question. We already know the answer. The answer to that question is Yesu alimpenda Lazaro. Mwambie mwenzako, Yesu alimpenda Lazaro. So katika somo hili, the biggest thing is kwa nini. The biggest thing about somo hili ni kwa nini Yesu anatumaniwa aje amuombee rafiki yake, alafu anakawia. Anakawia kiasi ya kuonekana kuchelewa. Hello. Anakawia kiasi ya kuonekana kuchelewa. It's very interesting the way the Bible reads here. Mahali nasema ya kwamba mstari wa 3, basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi, ama yeye umpendaye ni mgonjwa. Mstari wa 4, naye Yesu aliposikia naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Naye Yesu alimpenda Martha. So tunaona sio tu Lazaro aliyempenda, lakini hata huyu Martha, Yesu alimpenda Martha na umbu lake Lazaro. So alimpenda Martha na alimpenda Mariamu. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikuja mbio kuombea Lazaro. Biblia inasema hivyo. Kwa wale ambao hawakunifuata karibu wangesema amen. Lakini haisemi hivyo. Haisemi hivyo. Basi aliposikia ya kwamba ni mgonjwa, alikaa bado siku 2 pale alipokuwapo. Haleluya. Ya kwamba anampenda na ametumaniwa na ameambiwa amegojeka hata hajiwezi, na akaendelea kukaa bado pale siku zingine 2. Bwana atusaidie sana. Na hii hadithi ni mfano wa maombi ambaye yanaonekana kuchelewa. Delayed prayer, seeming unanswered prayer. Maombi ambayo inaonekana kuchelewa. Maombi siku zile walikuwa wanatumana. Huyu Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu, mwana wa Adamu, Masihi, ambaye ameonekana anaponya viwete, anaponya visiwi, anaponya anafukuza mapepo. Yeye ndiye majibu ya maombi ya watu wake. Watu wote walikuwa wanakimbia kwake. Kwa hivyo yeye akija, tunajua solution imepatikana. Basi siku zile wanatumana, enda umwambie Yesu. Ama mtu anaenda anakaa mlangoni, ama anakaa jiani, mahali anajua ya kwamba Yesu Kristo anapitia. Na hawa wanadada walikuwa wanajisikia wako na ujasiri sana kwa uhusiano wao na Yesu, maana wanaona mambo haya yote yakitendeka. Kwa hivyo wakati ndugu yao amegojeka, wanajua hapa sisi tuko na suluhisho. Sisi tuko na suluhisho. Bwana Yesu ndiye suluhisho. Basi wakatumana, enda umuite. Enda umuite. Je, habari ilimfikia Yesu ya kwamba Lazaro ni mgonjwa? Ndio, ilimfikia Yesu. Hivi Yesu, Biblia inasema alipopokea hiyo habari, akasema ya kwamba huu ugonjwa hautaishia kifo, lakini kupitia kwa huu ugonjwa Mungu atatukuzwa, maana mwana wa Adamu atatukuzwa. Lakini mambo haya hawa wanadada hawajayasikia. Yeye amesema kule aliko na wanafunzi wake, ama pengine amesema kimoyomoyo, hatujui ukweli. Lakini tuajua yeye anajua ya kwamba huu ugonjwa wa Lazaro hauta end up in death, hautaleta kifo. Lakini Mariamu na Martha waliotuma ujumbe hawajui, wala hawajapokea majibu yoyote ya ujumbe wao. Hawajajua kama Yesu anakuja, hawajajua amechelewa wapi, hawajajua kwa nini haji, hawajajua pengine alikasirika na nini, pengine imekuwa haji, kwani uhusiano wake nasi umeharibika.
kwani anatuchukia, kwani hatujali. Hawajajua mambo haya yote. Na uwezekano mkubwa hata tunapoendelea na story hii ni kwamba walianza kushuku upendo wake kwao. Walianza kushuku, hata imani yao ilitikisika. Kwa sababu walitarajia mpendwa wao ambaye aliwapenda na ambaye alimpenda huyu Lazaro, akisikia habari hii ya kwamba ataacha yote ambayo anafanya aje kwanza, maana wamesema hajiwezi, ni mgonjwa sana, ukikawia hatakufa. Lakini hajakuja. Mfano wa maombi yanayoonekana kutojibiwa kwa wakati, kukawia ama kutojibiwa altogether. Siku hizi sisi hatuna haja ya kutuma mjumbe aende akamwambia Yesu tukiwa katika hali yoyote. Tunapiga magoti, tunamwambia Bwana, kumbuka mtu wako. Bwana, kama mume wako ni mgonjwa, mke wako ni mgonjwa, mtoto wako ni mgonjwa, ama uko na hali yote ile, tunaenda kwa Bwana kwa njia ya maombi. Naambia Bwana, njoo. Bwana, tenda. Lakini ni mara ngapi ambayo tunashuku kama pengine Bwana hajasikia? Tunajiuliza, je, ujumbe umemfikia? Ujumbe umemfikia? Ama anajali? Ama ako na uwezo? Ama ataingilia? Ama je, bado ananipenda? Vile napitia katika dhiki namna hii, ananipenda kweli? Kwani amenisahau? Ujumbe wa leo ni wa kujaribu kujiuliza maswali haya na kujaribu kujibu maswali haya ambayo mara nyingi sisi huwa nayo. Bwana asifiwe sana. Kupitia hadithi hii. So jambo moja ambalo Yesu alijua ambayo hawa kina Martha na Mariamu hawakujua ni kwamba, kama alivyosema, huu ugonjwa hautaishia katika kifo. Bwana asifiwe sana. Huu ugonjwa utaletea Mungu utukufu. There was something Jesus knew which they did not know. Praise the name of Jesus. So wasiwasi moja ambayo hata sisi tunakuwa nayo wakati maombi yetu inaonekana kutojibiwa ama inaonekana kuchelewa, ni kwamba there is something God knows that we may not be aware of yet. Bwana asifiwe sana. Umeomba, katikati ya kuomba na kujibiwa, maswali tunayojiuliza hapo katikati, sababu moja kubwa ambayo inafanya tujiulize maswali haya ni kwa sababu kuna kitu ambayo Mungu Mwenyezi, Mungu ambaye ni sovereign, Mungu ambaye anajibu maombi, Mungu ambaye ako na jawabu letu, anajua ambayo sisi pengine bado hatujui. Bwana asifiwe sana. Mfano ule hata tunaweza ona hata katika huyu ndugu Job, Ayubu ni mcha Mungu. Ameomba, amekuwa anaomba, anajiombea, anatoa sadaka mpaka kwa sababu ya watoto wake. Hivi ni kwamba yeye mwenyewe anajitakazisha mbele ya Mungu, lakini kwa sababu hataki kutake chance ya kwamba pengine watoto wake wamejinajisi. Biblia inasema watoto wake walipokuwa wanaenda wakukula pamoja, Ayubu alikuwa anawatolea sadaka ya kuwatakazisha, wasije ya kwamba walifukuru wakati walikutana na hukumu ikaja katika nyumba yake. Ayubu alikuwa amefanya everything that a righteous man should do to remain right with his God. Mpaka Biblia inasema ya kwamba he was in the east, yani pande ya mashariki. Hakukuwa na mtu mwingine mwenye haki kama Ayubu. Bwana asifiwe sana. Lakini huyu Ayubu ambaye ni mwenye haki, anatembea vizuri, Mungu anafurahia na yeye, aliingia katika dhiki, aliingia katika majaribu, aliingia katika serious fiery trials, majaribu ya moto. Na katikati ya kutoka wakati majaribu yalikuja mpaka wakati muujiza wake ulipatikana, hapo katikati Ayubu alijiuliza maswali mengi sana. Mengi sana. Na jambo moja ambayo is a common denominator katika hadithi hii ya kina Martha na Mariamu na hadithi ya kina Ayubu ni kwamba
Kuna kitu ambayo Mungu alikuwa anajua na wenyewe hawajui. Bwana asifiwe sana. Unakumbuka katika hadithi ya Ayubu ni kwamba shetani mwenyewe ameenda mbele za Mungu. Na wakati ambapo anatembea hivyo akitembea ulimwengu yote akafika kwa Mungu. Na alipofika akamwambia Mungu, anamuuliza unatoka wapi? Akasema nimetoka hapa na pale katika ulimwengu. Ni kama anajidai mbele ya Mungu kwamba mimi sijazuiliwa, naenda mahali nataka. And yes, even now the devil is moving to and fro, because hata kama ni mbaya, hata kama Mungu anamshida nguvu, lakini hukumu yake ya mwisho haijafika ambapo atafungwa milele. Bado hajafungwa milele, anatembea hapa na pale. Kwa hivyo anajidai mbele ya Mungu, ona mimi nimekuwa ni hapa na pale. Naye Mungu akaamua, I will give you a dose of your own medicine. Anamwambia sasa, katika pilika zako za kutembea, umeona mtu wangu mzuri anaitwa Ayubu ya kwamba yeye ni mkamilifu. So in other words, God is indicting the devil. Anamwambia mbaya, as bad as you are, as evil as you are, there is one person katika ulimwengu umeshindwa na yeye. Huyo umeshindwa na yeye, huyo umeshindwa kumchafua. Yeye ni mkamilifu, yeye ni wa haki, katika njia yote yeye ni wa haki. Shetani akakasirika sana. Shetani akakasirika kumwambia Mungu, kwani Ayubu anakupenda kwa sababu anakupenda kwa sababu wewe ni mzuri sana, ama anakupenda kwa sababu wewe ni Mungu? Si anakupenda kwa sababu wewe umezingira vitu zake, umepatia mali. In other words, the devil is suggesting to God ya kwamba Job loves you because of your goodies. Ayubu anakupenda kwa sababu unampatia mapochopocho. Kama angepitia dhiki, angekukuasi. Kama angepitia, ukiruhusu apitie kwa dhiki, ukiruhusu apitie kwa majaribu, ukiruhusu apitie kwa mateso, atakukana. That's what the devil is suggesting. Mpaka anamwambia kwamba atakulaani. Anasema ondoa hiyo vile umemzingira, ondoa hiyo mviringo hiyo. What do you call it, mviringo, or what do you call it? That hiyo yenye umemzingira, ondoa, na utaona ya kwamba atakulaani kwa macho yako, right in your face. He will curse you right in your face. That is what the devil is telling God. But does Job know any of this? These are extraterrestrial conversations that Job has no idea about. Mambo ambayo iko mbali na mahali ambapo anaishi, ambayo wanaongea Mungu na shetani. Na Ayubu hana idea. I suggest our biggest confusion and our biggest trouble on this earth when we are facing delayed or seeming denied prayer is because there are some extraterrestrial conversations that we have no idea about. Praise the name of Jesus. Kuna mambo mengine ambayo hayako hapa. Mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu wa kiroho, mazungumzo ama maamuzi. Kwa mfano, Yesu Kristo alikuwa ameshaamua ya kwamba hataenda. Hallelujah. Mmetumana ujumbe? Ndio. Nimeupokea? Ndio. Kwa wakati wako sitakuja. Kwa wakati wangu ndio nitakuja. Lakini kama mnaniita nije nimponye, sitamponya. Atagojeka, agojeke mpaka afe. Na bado sitakuwa nimekuja. Hello somebody. Na bado nakupenda. Hello somebody. Bado nakupenda. Atagojeka mpaka afe. You think about it this way. Biblia inasema kutoka wakati wamepokea ujumbe, Yesu Kristo amepokea ujumbe, ilikuwa ya kwamba amegojeka siku 2. By the time Yesu Kristo amepokea ujumbe ilikuwa siku 2 zimepita. Kutoka wakati ujumbe amegojeka. Baadaye Biblia inasema akakaa. Akapokea ujumbe alafu akakaa siku 2 kabla ya kuanza safari ya kurejea.
Lakini wakati ulipofika kufika, wakati amewaambia wafungue mlango ya kaburi, walisema amezikwa siku 4. Yafaa siku 4 ameshazikwa. So hivi inamaanisha ya kwamba kama alikaa siku 2 pale na siku 4 sasa amezikwa, karibu wiki mzima majibu hayajarudi. Bwana umemwambia Bwana kama jamaa hajagojeka sana, jamaa amegojeka akafa, hata mazishi hajahudhuria. Rafiki yako hata mazishi hajahudhuria. Sinaumiza jameni, sinaumiza sana. Maana hatujui jambo fulani ambalo inafaa tujue, ya kwamba kifo hiki, magonjwa haya hayataleta kifo. Magonjwa haya yataleta utukufu wa Mungu. Mwishowe Mungu atatukuzwa zaidi. Haleluya. Kweli angetukuzwa ningekimbia nimuombee apone, angetukuzwa, lakini hiyo ingekuwa maalum sana. It would have been very special. Watu wote wanajua mimi ya kwamba ninaponya watu, na nimekuwa nikiponya watu viwete, wametembea, vipofu, wameona, viziwi wamesikia. It's not going to be any special. Hata kama atapona, utukufu sitapokea ule wa kutosha. Tena hii ni wiki yangu ya mwisho ya kuishi katika ulimwengu. Kwa wale wasomi wa Biblia unajua kutoka mlango wa 11, wakati huu ambapo Yesu Kristo anapokuja na kimshamfufua Lazaro, mlango wa 12 ndio anaweza kumwagiliwa mafuta ambayo ilikuwa kumtayarisha kwa sababu ya kuzikwa kwake. Baadaye mlango wa 13 anawaaga wanafunzi wake. Kwa hivyo hii kumfufua Lazaro ilikuwa ile muujiza yake ya mwisho kubwa kabisa ambayo alitekeleza, pia ya kudhihirisha kwamba ako na nguvu zaidi ya kifo. He has power over death. Bwana asifiwe sana. Kwa maana yeye mwenyewe alikuwa anadai kama Masihi ya kwamba angekufa, angezikwa na angefufuka. Lakini hata kama alikuwa amewahi kufufua wengine, hawakuwa wamezikwa. Wale aliokuwa amefufua huko mbeleni. Amemfufua yule mtoto wa Jairo, msichana katika boma ya Jairo, na alikuwa tu amegojeka, akafa, akakuja akasema Talitha hum, na kakasimama katoto, kakasimama hivi, hakakuwa kameshazikwa. Watu wangesema she had just passed out, ama namna gani? She had just passed out, hakuna kufufua, amefufua pale. Then there was the boy of Nain, the city of Nain, ambaye alikuwa anaenda kuzikwa. Alikuwa bado in the procession, anaenda kuzikwa. Yesu Kristo akamuona na akaambia mama yake, woman, do not cry. Na baadaye akamuongelesha kijana akasimama, akafufuka. Sisi tunajua alifufuka, lakini wale ambao wanaweza kupinga nguvu ya Yesu ya kufufua wangesema hata huyo alikuwa hawajapimwa vizuri kama amekufa, alikuwa amepasa out kidogo. Lakini hajafufua mtu ambaye amekufa, amezikwa siku 4. Haleluya. Mwambie mwenzako, wewe hali hiyo yako, hata ingawa itakufa, itafufuka na Yesu atapata utukufu. Haleluya. Ilikuwa lazima ugonjwa deteriorate to death, and death deteriorate to burial, and burial deteriorate to 4 days to stinking bad. Ya kwamba wakati ambapo mwishowe Mariamu Yesu Kristo Mariamu anakuja kumwambia, ndugu yangu, kama ungekuweko ndugu yangu hangekufa. Yesu Kristo anamwambia, mmemlaza wapi? Anamwambia sasa ananuka, maana siku 4 zimepita. Haleluya. Mwambie hali yako inaweza kuwa inanuka. Hali yako inaweza kuwa inanuka, lakini haijamshida Yesu. Bwana asifiwe sana. Haijamshida Yesu. Bwana asifiwe sana. Hata angalau anaonekana kuchelewa, hata angalau anaonekana kukataa mwito wetu.
maana wameitana. You can only imagine these two sisters wanajiuliza maswali gapi na maswali gani wakati kipindi hiki. Siku 6 jameni. Wanajiuliza maswali gani? Si huyu ndiye rafiki wetu ama ni mwingine? Si huyu ni rafiki wetu anakulanga chakula huku? Anakula chakula yetu huku? Mimi napikianga tunamwekea kanyumba hapa, tunamwekea maji. Makosa yetu ameona ipi? Tumemkosea lini? Martha. Tuniambie Martha. Mary, wewe ndio unaketiki kwa miguu yake. Niambie, what is it that we have done wrong? Si ndugu yetu rafiki yake huyu. Sisi ndio tunapigania yeye. Hii Bethania ni nani mwingine ambaye anamfikiria? Si walikuwa wanataka kumuumiza, walikuwa wanataka kuwa. You can just imagine the kind of conversations that were happening between these sisters. Wanaulizana jameni, ama wanauliza ujumbe ulifika ama haukufika? Cornelius, sijui walituma nani? Cornelius. Huyu jamaa huyu siku hizo pengine wangetuma mtu ambaye anafanya biashara, ambaye pengine anabebwa na puda ama na nini. Sasa ambaye alikuwa anafanya biashara na huko kwenye Yesu Kristo alikuwa anafanya ujilisi. Cornelius, ulifika kweli? Ulifika? Nilifika. Ulimuona? Nilimuona. Ulimwambia kweli ya kwamba yule aliyekuwa mgonjwa ni rafiki yake? Ulimwambia? Ndiyo, nilimwambia. Alisema nini? Alisema msiwe na wasiwasi. Sasa tutakosa wasiwasi namna gani? Imepita siku 6 hajakuja. Wasiwasi tutakosa namna gani? Hello somebody. Mimi nafikiri lazima hao wadada wawili wamekwazika na Yesu. Lazima wamekwazika na Yesu. Na hainishangazi ya kwamba mwisho wakati ambapo Yesu Kristo amerudi, hata Mariamu hajaenda kumlaki. Mariamu ndiye anampenda hata zaidi na ndiye anamwagilia mafuta, lakini haendi kumlaki. Na unajua very interesting. Jesus is very interesting. Amekuja baadaye, lakini he is not in a hurry to get the home. Ameshafika na huko kwa street ameanza kuhubiri akiongelesha watu huko. Na alikuwa anakuja kwetu, tumemtumania 6 days ago. Alafu anasikia Martha anasikia ati ameonekana, mwalimu ameonekana, akaona huko. Martha anakipia kudhibitisha kweli, lakini Mariamu anasema siendi, I can't even think, I can't even face him, I don't know what I'm going to tell him. These people are offended people. Martha anaenda anamwambia Bwana, kama tu hallelujah, kama tu ungekuwa hapa. Imagine her crying, Lord, what in the world happened to you? Didn't you get our message? And you know, women can be very emotional. Yohana anachagua kutuambia hii moja tu, ya kwamba kama ungekuwa hapa, ndugu yangu hangekufa. In other words, it is your fault. It is your fault that my brother is now dead. It is your fault. If you had come in time, what kind of a Lord are you? If you can't come in time. In other words, it's an indictment on Jesus. You have failed on your mission. You're not a good friend. You don't love me. You don't care. Isn't it? Na mara nyingi tunapopitia kwa dhiki tunahisi namna hiyo ama namna gani? Ya kwamba amechelewa wapi? Kwa nini hajasikia? Maombi yangu nimeomba, nimefunga. Siku hizi mnadanganywa kama umeomba na umefunga, sasa ile imebaki ni utoe sadaka. Umeomba, umefungwa, hata umetoa sadaka, because people are and I'm saying mmedanganywa because people are saying that redeem, ati utoe redemption price. Kama mtoto wako ndio unaombea, utolee sadaka ya kumkomboa. It is blasphemous. Kwa sababu Yesu peke yake ndiye alikufa msalabani kukomboa watu wote. Lakini umefanya hayo yote. Umeomba, umefunga, umetoa hata sadaka ya kukomboa na bado hajafika. Jamaa hajafika. Siku hali yako imegojeka, ikakufa, ikazikwa. Unajisikia ya kwamba kweli Mungu
hanijali. Niko hapa nikuambie, hata ingawaje unapitia katika dhiki, bado anakupenda. Haleluya! Hata ingawaje unapitia katika dhiki, bado anakupenda. Hata ingawaje hali yako deteriorate mpaka imekufa, bado anakupenda. Haleluya! Kuna mambo ambayo hujui wewe. Kuna sababu. Katika hali ile ya Lazaro ilikuwa ya kwamba kama nikingoja mpaka afe, utukufu utakuwa zaidi. Bwana asifiwe sana. Katika swala la Ayubu ni kwamba apoteze chochote ambacho alikuwa nayo. Kishapoteza, shetani atakuwa Mungu atamuuliza shetani, hello, what had you said? hello devil. Ulikuwa umesema nini? Ulikuwa umesema mtumishi wangu atanilaani. Amenilaani ama amefanya nini? Maana Biblia inasema wakati vitu zote za Ayubu zilipoisha, alirarua manguo yake, akajipaka jivu na akasema, nilikuja ulimwenguni niliuchi, nitarudi bado nikiwa uchi. Bwana alitoa, Bwana amechukua, jina lake lisifiwe. Oh, hallelujah. What a blow on the devil on that one. Hallelujah. Shetani alikuwa amesema he will curse you right in your face, lakini Ayubu anasema nini? Jina lake na litukuzwe. Hallelujah. Usoma mstari wa 23, mlango wa 23 mstari wa 10 nasema hata kama what does it say in Swahili? Let me just read in Swahili hapa. Kitabu cha Ayubu mlango wa 23. Mlango wa 23 mstari 10. Kwa ningesoma hicho kifungu chote, lakini kwa sababu ya wakati wangu some tu hapo mstari wa 10. Mstari wa 10 nasema, lakini yeye aijua njia niendayo, akiisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Bwana asifiwe sana. He knows the way I take. Anajua ile njia ambayo naenda. Akisha nijaribu nitatoka kama dhahabu. Bwana asifiwe sana. Na yeye huyu Yakobo, katika Yakobo 1, James chapter 1, katika Yakobo 1 mstari wa 2 anasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi, ama maybe subira na iwe na kazi kamilifu, mpaka kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Yani majaribu haya ya imani yenu, the trial of your faith. Na kweli hawa wamejaribiwa imani yao, ya kwamba si huyu je ni Masihi ama si Masihi. Unaona, wanajaribiwa imani yao, huyu kweli anatupenda ama hatupendi. Upendo wao unajaribiwa. Lakini majaribu haya, wakati navutwa, wakati unapitia kwa dhiki, unajaribiwa kujiuliza maswali kama Mungu bado ananipenda ama hanipendi. Yani unapata maso ya imani. Unaanza badala ya kuwa baya zaidi, unakuwa bora zaidi. Bwana asifiwe sana. Mwishowe adui shetani aliyefikiria hata kumaliza, anashangaa umeibuka, umesimama. Haleluya. Hata kama nikipitia katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa, maana yeye yuko nami. Even though I go through the valley of the shadow of death, sitaogopa. Nitatokea pande ile nyingine nikiwa na nguvu zaidi. Ayubu anasema, I will come for this gold. Haleluya. Hata ijapokuwa nitajaribiwa, nitaendelea kuamini ananipenda. Haleluya. Nitatokezea pande ile nikiwa kama dhahabu. Bwana asifiwe sana.
ndugu yetu Yohana Mbatizaji alipitia kipindi kama hiki cha kujiuliza, cha hata kushuku pengine huyu si Masihi ama namna gani, ama hanijali. Kisoma katika I think katika Mathayo 11, wakati ambapo Yohana Mbatizaji ako kule korokoroni, amefungwa na Herode, wanataka kumkata kichwa, na akona hiyo habari. Alafu anakumbuka yule niliyetilia mafuta yuko kule nje. Tena wanafunzi wake wanamwambia kuhusu Yesu, wanamwambia anahubiri, wanamwambia ya kwamba vipofu wanaona, viwete watembea, yule jamaa yule kweli ni Mwokozi, yule kweli ni Kristo. Sasa lakini ile kitu inamshangaza ni kama yeye ni Masihi, kwa nini haji kuniokoa? Mimi niko hapa na ngoja. Mimi mwenyewe nilihubiri, nikihubiri kwa kina Herode na wengine kwa ujasiri ya kwamba Masihi yuko. Nilihubiri nikasema ya kwamba tubuni, nikasema ya kwamba ile aksi imewekwa kwa mti, yani hukumu ya Mungu inakuja. Kwa nini asilete hukumu yake? Huyu Masihi anangoja nini? Si alete hukumu sasa, si aanje na huyu Herode. Lakini haikuwa wakati wa Mungu. Hukumu ile bado hata sasa haijafika wakati wake, ile ambayo Yohana Mbatizaji alitaka sana. Hata mpaka sasa miaka 2000 imepita, bado wakati wake hujafika. Katika mpango wa Mungu hiyo wakati haukuwa umefika. Maombi hayo ya Yohana hayangejibiwa. Mpaka Yohana anatuma wenzao wanafunzi wake, anawaambia enendeni mumuulize ni wewe ama tungoje mwingine. Bwana asifiwe sana. Shaka inaingia. Mtumishi wa Mungu mkuu aliyesema tazama mwana-kondoo wa Mungu aoshaye dhambi, yeye ndiye ametangaza kwamba Yesu ni Masihi. Lakini sasa shaka imeingia kwa sababu anapitia dhiki, anapitia majaribu. Na huo uwezekano unakuanga hapo kila wakati. Wakati tunapitia kwa dhiki, wakati tunapitia kwa majaribu, shaka inaweza kuingia katika maisha yako. Napenda nikwambie dada yangu, ndugu yangu nayepitia kwa dhiki, wala usitie shaka. Haleluya. Bwana bado anakupenda. Haleluya. Hata kama hauna jawabu ya maswali yote unayouliza, hata kama hajakwambia kwa nini ikachelewa, hata kama hujui ni nini, lakini unaweza kuamini roho yake. Kuna mtu alisema ya kwamba if you can't feel his hand, you can trust his heart. Praise the name of Jesus. Kama hauhisi mkono wake, unaweza kuamini roho yake. Hallelujah. Mara nyingi wakati mwingine tunataka kusikia Mungu bado ako nasi. Tunataka kuhisi ametushika. Ukipitia kwa dhiki unataka kusikia mkono wake. Mara nyingi hausikii mkono wake. Hadithi nyingine ikapeanwa jamaa mwingine ambaye alionyeshwa maono ya maisha yake. Akaona kana kwamba ni yule mtu anapitia katika kwa bahari, kwa ile mchanga ya bahari, na akaona nyayo zake na nyayo za mtu mwingine zikiandamana pamoja kwa kipindi kirefu. Alafu akaona kuna mahali nyayo za mtu mmoja peke yake ndio zinaonekana. Na akakumbuka kipindi kile kilikuwa kipindi chake cha dhiki. Hicho ndicho kilikuwa kipindi alipitia majaribu sana, na hivi anaona ni nyayo za mtu mmoja tu zinaenda. Na akaghadhabikia Mwokozi, akamwambia Bwana Mwokozi, hapa inaonekana kweli ulikuwa nami, lakini hapa uliniacha, ndio nilipitia dhiki sana. Na yule aliyemwonyesha maono akamwambia hamna, si hivyo. Wakati huu ambao unaona nyayo za mmoja, sio nyayo zako. Maana wewe haungesimama katika mawimbi yale, katika ile moto, katika ile gharika, haungesimama. Hizi ni nyayo zangu. Wewe nilikuweka kwa mabega. Hallelujah. Wewe nilikuwa nimekuweka kwa mabega, naenda hivi. Nilisikia kivubi sana. Ndio ulisikia kivubi, lakini haukumalizika maana ulikuwa kwa mabega yangu. Nilisikia joto ya moto lakini haukuchomeka kwa sababu ulikuwa kwa mabega yangu. Hallelujah. Na Biblia inasema hata wakati adui anakuja, when the enemy comes like a flood. Hallelujah. Wakati adui anakuja kama gharika, Roho Mungu atainua kiwango. Bwana asifiwe sana.
lakini gharika tutaiona. Amen. Wala Biblia inasema ya kwamba haitatugharikisha. Haleluya. Unaweza kujipata ndani ya gharika, lakini haitakugharikisha. Hata kama utauliza maswali, yuko wapi, amekushika, ndio sababu bado hujagharikishwa. Haleluya. Anakufikiria, anakuwaza, anakupenda, anakusaidia, lakini lazima ujengeke. Haleluya. Mapenzi yako na yatimizwe. Bwana asifiwe sana. Kama mapenzi yako ni kifo cha uhusiano huu, mapenzi yako na yatimizwe. Kwa nini sijasikia amen jamani? Kama utatukuzwa zaidi Bwana, ukikawia, kawia kama jinsi ulivyopanga Bwana. Haleluya. Abrahamu ameomba mtoto, yafaa miaka 25. Mungu kakawia jameni. Mungu kakawia. Tena ameahidi ya kwamba wewe utakuwa baba wa mataifa mengi. Na uanze kukiri hivyo, akabadilisha jina lake akamwita Abrahamu. Na yule mama akaanza kumwita Sarai. Sasa Sara asiitwe Sarai sasa. Exalted mother. Sasa wameonekana wajinga miaka mingi.
Maana wako katika mataifa ambao wanaelewa lugha yao. Huyu anamuita mwenzake baba ya mataifa mengi, wakati sasa ako kule kwa ile mtu ya Mamre. Kuja, chakula kiko tayari. Wajinga hawa, huyu anaitwa ati baba ya watoto wengi. Iko wapi hata mmoja? Hakuna. Miaka 25 maadui zao wanawacheka. Unafikiri kina Martha walichekwa namna gani na hawa Wayahudi? Maana hawa Wayahudi wanataka kuua Yesu. Hawataki mambo ya Yesu. Hata wakati ambapo Martha na Lazaro wanawapokea kwa nyumba yao, wanakiuka. Maana hawa wanataka kumaliza. Hata baada wamejaribu kumshika mara kadhaa huko. Wanasema nyinyi mnadai ati huyu ni Masihi, mnadai ni Masihi, si mnasema ya kwamba ni rafiki yenu, sasa ako wapi? Ndugu yenu si amegojeka, hajagojeka. Ile Pastor Ganya anatulizaga. Lakini Pastor Ganya anatuliza mambo mazuri. Lakini sasa wanauza amegojeka, hajagojeka. Sasa hawataki kusema amegojeka. Amekufa, hajakufa. Maadui zako wanakuambia angalia, wao wanajiita mwokovu. Wao wanajiita ati amekuacha, hajakuacha. Lakini ile kitu itakutia nguvu na itanitia nguvu. Ni kusema kuna mengi ambayo pengine bado usijaelewa, lakini moja ambayo unajua, haleluya, itamletea mwishowe, itamletea Mungu wangu utukufu. Haleluya. This sickness is not unto death. It will lead to the glorification of the Son of God. Italeta utukufu. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba hakuna mateso, hakuna mambo ambayo imekutokea ambayo sio ya kawaida. Nothing, no temptation has overtaken you which is not common to man. But God is faithful. Hallelujah. Bwana ni mwaminifu. Hata uruhusu upitie kwa mambo ambayo yatakumaliza. Kwa njia yoyote tu atatengeneza njia ya kuondokea. Bwana asifiwe sana. Maana bado anakupenda. Haleluya. Anatupenda ingawa tunapitia katika dhiki. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Maswali unayo? Ndio, hata mimi ninayo. Uliza mwenzako, je, una maswali? Hata mimi ninayo. Na unajua katika hadithi ya Ayubu, it is all about Ayubu alikuwa na maswali mengi na hakukuwa na majibu. Mwenyewe anasema kama angenipatia ruhusa ningekutana na yeye macho kwa macho. Yule Waluya anasema mundu humundu. Ningekutana na yeye mundu humundu. Nimuulize hii mambo ile inanitendekea alikuwa wapi? Amefanya ni kwa nini hajakuja? Ningeweza. Na wakati marafiki zake walipokuja, waliponyamaza marafiki zake, alipona. Siku 7 hawajasema chochote. Alikuwa amepona Ayubu, kwa maana angalau akona watu wa kumsikiza. Lakini walipoanza kumjibu, akagojeka maradufu. Maana hawajibu vinavyofaa. Wao wanasema ya kwamba Mungu ni mkuu. Ayubu swali lake si kama Mungu ni mkuu. Ayubu swali lake ni kama kweli Mungu ni mkuu, kwa nini haniokoi katika hiyo ukuu wake? Anasema Mungu ni mponyaji. Ayubu, hiyo sio swali yake. Swali yake ni kama kweli ni mponyaji, kwa nini hajaniponya? That is the question of Job. Anawaambia, you are hopeless comforters, like intermittent streams. Hakuna maji, hakuna kitu. Maana hawajibu yeye vizuri. Yule aliyejibu mwishowe, aliyekuwa anaitwa Elihu, alisema nitanena kwa niaba ya Mungu. Hallelujah. Nitanena kwa niaba ya Mungu. Mungu si binadamu. Mungu ni Mungu. Because that was the answer to all his questions. That God is sovereign. God is God. God has answers you have no idea about. God has reasons you have no idea about. God wants to be glorified. You don't know how that. God was talking with the devil. You have no idea. Hallelujah. Hata wakati ambapo Ayubu anamwambia Mungu, nataka kukutana na wewe sasa.
Mungu mwishowe anakuja anamwambia, jitayarishe basi, nimekuja. Guard up the loins of your mind. Guard up your loins. I'm here. Nitakuuliza maswali na utanijibu. I thought it was the other way around. Si mimi ndiye niliyesema uje nikuuliza maswali? Kwani sasa unataka kuniuliza? Wewe ni nini? Ni nani? Binadamu, mortal man. Uulize Mungu maswali. Who are you? Uulize Mungu maswali. Sasa Mungu ndiye akikuja ndiye atakuuliza maswali. Alimuuliza, akamuuliza ulikuweko wapi nilipoumba ulimwengu? Kweli wewe unajua? Maswali gani haya? Mimi nateseka wala niuliza maswali ya uumbaji. Maswali gani haya? Anamuuliza, wewe unajua the mountain goats? Unajua wakati wanazaa? Hii maswali inaambatana aje na hali yangu? Ati do you know the Leviathan? Unamjua yule jamaa mgumu, ati hata ndoano utamngoa, utamtoa chini na ndoano yako. Hii maswali yote kwa nini Mungu anamuuliza Ayubu? Kwa sababu Mungu anamwambia Ayubu kuna mambo mengi ambayo hujui. Wacha hiyo maswali machache ambayo sasa inakufanya hapa unakwazika. Kuna mengi ambayo haujui, na kwa maana wewe ni binadamu, hata nikikwambia hauelewi. Haleluya! Tumeitwa sio kumwelewa Mungu, lakini kumtegemea, kumwamini, kujua anatupenda, kujua anatujua, na hata katika hali gani tunayopitia anaelewa. Hata kama majibu yetu inaonekana kukawia, anajua. Haleluya! Anajua. Haleluya! He knows why. Bwana anaelewa. Bwana anaelewa. Kuna ahadi ambayo imepita, ahadi ya kwamba tazama niko na wewe mpaka mwisho wa dahari. Kuna ahadi imepita hiyo. Wale vijana watatu wamejipata kwa moto, ndani ya moto, na hao wameelewa vizuri. Maana walimwambia mfalme, hata ukitutupa kwa moto, sisi tunajua Mungu wetu anaweza kutuokoa. Lakini hata kama hatatuokoa, hatutainamia miungu yako hiyo umeweka. Hao wameokoka kweli. Haleluya! Hao ni wajasiri wa imani. Hao hawatikisiki. Amen. Hata kama tunajua anaweza. That's not the question. His ability is not the question. But he is sovereign, so he can choose either to or not. Even if he chooses not, we will yet trust him. Hallelujah. That's what Job says. Even though he slays me, I will yet trust him. Kwa maana, what is the worst that would happen to me? Paul anasema, nikiishi, nitamtumikia. Nikifa, nitaenda kuwa na yeye. What is the worst? Hallelujah. Then anasema, I don't even know how to choose. Mimi hata sijui nichague nini. Kwa maana ningeulizwa ningeenda jana. It is better by far kuwa na Mungu. If he slays me, it's better by far. So ndio wanafunzi hawakuogopa yule mtu ambaye alikuwa anawahatarisha ati atawaua. Na hata Yesu Kristo akamwambia, usiogope yule ambaye anaua mwili na hana uwezo wa kupeleka hiyo nafsi jehanamu, lakini umuogope yule ambaye anaweza kuua na kupeleka hiyo nafsi jehanamu, maana hiyo ndio kifo ya milele. Bwana asifiwe sana. Yule ambaye tunaamini ametupa matumaini zaidi ya maisha haya. Haleluya. Zaidi ya maisha haya. Na mimi sitaki kuvuta watu moyo hapa, lakini mimi nataka kukuambia ukweli. Hata kama hautawahi kuoa, na umeokoka, usijali. Mbinguni hakuna ndoa. Mbinguni hakuna ndoa. Hata kama nitamuona mama Haria tuko, nitamuona kama dada katika Kristo, sitakuwa na furaha zaidi kumuona kuliko ile furaha nitakuwa nayo ya kuona dada mwingine yeyote. Na huko ni milele na milele. Wacha hii miaka 80 hapa. Milele na milele. Mimi Mungu ameninyima nyumba. Mungu nimekuomba mara ngapi? Nimefunga mara ngapi? Bado ninalipa rent. Kwani utalipa rent siku ngapi zimebaki?
Na mimi sisemi ya kwamba Mungu hawezi kukuokoa na kukufungulia milango. Lakini mimi nataka kukuondoa kwa theolojia ambayo inakwambia Mungu kufanikisha kwa kimwili ya kwamba anakuchukia. Hapana. Mungu ako na mpango mkubwa kuliko mambo ya kimwili. Bwana asifiwe sana. Tunaitwa ya kwamba tutumikie Mungu tukiwa hapa. Seek ye the kingdom of God first, and all these other things are going to be added. Amen. As many things as he chooses to add us. Hallelujah. Tafuta ufalme wa Mungu kwanza. Akili yako iwe, je, kama Lazaro angekufa, what is the worst that would have happened? Si mwishowe alikufa? Si hata kama amefufuliwa mwishowe amekufa? Na bado Yesu ni Yesu. Bado Mungu ni Mungu. Hallelujah. 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 Kubarikiwa ni yule ambaye hata kwazika kwa sababu ya Yesu. Hivyo ndivyo ndugu yetu Yohana Mbatizaji aliambiwa na Yesu. Ya kwamba enendeni mkamwambie Yohana. Vipofu wanaona, visiwi wanaisikia, injili inahubiriwa. Na kubarikiwa ni yule ambaye hakwaziki kwa sababu yako. Bwana asifiwe sana. Bwana Mungu na atusaidie. Tunaweza simama katika uwepo wa Bwana jameni. Bwana Mungu atusaidie. Bwana Mungu tunaomba utusamehe. Sijui kama uko hapo na unajisikia kwamba kweli mimi nimehisi mara kadhaa